Hadithi hii imepokewa na Salama. Anasema kuwa idha raaitumul hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, kuwa mtakapokuwa mmeuona mwezi wa Dhulhijja, mwezi mwandamo wa Dhulhijja, wa arada ahadukum, na akataka mmoja wenu, ayudhhiya, kufanya ibada ya udhiya, kufanya ibada ya kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, lakini kuna riwaya falyumsik an adfarihi an sha'rihi wa adfarihi, kwa basi anatakiwa mtu huyu ajizuie na kutoa nywele na kutoa kucha. Yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi alhadith, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhadithia, anatuambia, anatupa habari katika hadithi hii kuwa anna man arada an yudhiya ay yudhabbiha kabshan, kwamba yoyote katika sisi miongoni mwetu atakayetaka kuchinja mbuzi au kodoo, kabshan au shatan, ay yumsika, basi ajizuie, ay la yaqussu shay'in min sha'rihi, asipunguze au kunyoa chochote katika nywele zake, sawaan sha'ru ra'si, sawa tu nywele hizo ziwe ni nywele za kichwa, amil ibtain, au zile nywele za makwapa mawili. Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama umetia nia kutaka kuchinja, basi kwa kipindi hichi tu usiwe ni mwenye kunyoa hizo nywele. Amil anat, au nywele zingine zile zote, basi usiwe ni mwenye kuzitoa. Na nywele ambazo huwa zinatolewa, kuna nywele za kichwa, pengine nywele za pengine hata ndevu, kuna wengine wananyoa makwapa au zile sehemu zingine zile. Basi ukiwa umetia nia ya kufanya ibada hii ya udhiya, basi utakiwi kuondoa nywele hizo. Wala yuqlimu adfarahu wa dhalika inda ru'yati al-hilal dhil-hijja, wala pia usitoe kucha zako, jizuie na kutoa kucha, na hili tu litaanza mara pale utakapoona mwezi mwandamo wa Dhulhijja, ai min bidayati dukhuli shahri Dhulhijja, mara tu baada ya kuonekana mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Basi vitu ambavyo unatakiwa ujizuie navyo ni hivyo, ndio zangu imani. Kwa hiyo yeyote miongoni mwetu ambaye atakayekuwa amekusudia kutaka kufanya udhiya, kuchinja, basi ajizuie navyo na vitu hivi. Tutakwenda kuona hukumu ya mtu ambaye atakayekuwa amefanya hayo, kwa sababu hii ni katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hukumu halqu shari wa taqlimu al-adfari lilmudahi, hukumu kwa mtu ambaye aliyekuwa amekata nywele au amenyoa nywele au amekata nywele, lakini mtu huyu amekusudia kutaka kuchinja. Taaddadat aqwalul ulama fi hukmi halq ash-sha'ri, zimekuwa ni nyingi kauli za wanachuoni katika kuzungumzia hukumu ya kunyoa nywele, taqlimul adfar, na kukata kucha, liman arada an yudhi, kwa yule ambaye atakayetaka kuchinja, kwa yule ambaye amekusudia kufanya ibada hii ya sunna adhim, sunna ya kuchinja. Ala thalathati aqwal, kuna kauli tatu ambazo wanachuoni zimesema. Wa fima yati bayaniha ma'a al-adillati allati istadalla biha kull fariq, lakini pia tutakwenda hivi sasa, nitakwenda kuziorodhesha hizo kauli tatu pamoja na kutoa dalili katika hizo kauli tatu, kila kundi ambalo limetoa mtazamo, na wanachuoni hao wametoa mtazamo huu, lakini wanachuoni hao wametoa mtazamo huu, na wanachuoni hao wametoa mtazamo huu, na ma'al istidlal na ma'a adillatiha, pamoja na dalili zao ambazo wanachuoni hao wamekuwa wamezitumia. Amma qaulul awwal, amma qauli ya kwanza, wa sahabu hadha alqawli hum alhanafiyya walmalikiyya
Wastadallu ala dhalika min hadithi Aisha radhiallahu anha, lakini kauli ya kwanza ni kauli ya wa ashabu hadha alqawli hum alhanafiyya walmalikiyya. Kauli ya kwanza ni kauli ya wanachuoni wa Kihanafia na wanachuoni wa Malikia.